Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanu bidayati bismillah wa ala kulli hali naqulu alhamdulillah wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru ambaye anastahili shukurani na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama tumeitana hapa ndugu wanahabari ambao kwa namna moja ama nyingine nitangulize shukurani kutoka kwenu ambaye mmeacha mambo yenu kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya masala ya kidini, lakini pia mnajitolea katika masala ya kijamii. Kwa kupitia hili, kwanza Mungu akulipeni badala, na malipo sio kingine ya kulipeni pepo na kufanyeni wepesi katika maisha ya dunia. Lakini jambo la pili ambalo limetukusanya hapa ni jambo la ndugu yetu mkurugenzi wetu Bwana Ramadhani almaarufu Director Vasha. Ni mkurugenzi mkuu wa Siratwa Online TV, lakini pia yeye ndo mtendaji mkuu wa idara zote za vipindi vyote na ndio mwandaji wa vipindi vyote Siratwa Online TV. Niko hapa mimi langu jina naitwa Umar Ali Likinge, ni mkurugenzi wa wilaya au mwenyekiti wa wilaya wa Uhamada, lakini pia ni meneja wa Siratwa Online TV. Niko hapa kwa ajili ya kukupa habari njema. Siratwa Online TV imekuandalia jambo adhim. Siratwa Online TV kupitia management yake tumeandaa siku maalum. Siku hiyo itakuwa ni kwa ajili ya ndugu yetu Ramadhani Vasha, na siku hiyo itakuwa maalum kwa ajili ya TV yetu ya Siratwa Online TV na TV nyingine ambazo waliwahi kupitia Director Vasha, ambaye takriban toka aanze kazi za haya mambo ametimiza miaka 5. Kuna mengi amepitia, kuna mengi ameyafanya katika jamii. Amefanya vizuri na watu wa Twari, wadufu, amefanya vizuri na watu wa dua masharifu mbalimbali, amefanya vizuri na watu wa jamii. Kwa hiyo kupitia Siratwa Online TV ni TV ya jamii. Hili alipo kwa ajili ya watu wa dufu, hili alipo kwa ajili ya watu wa dufu peke yao au wa masharifu peke yao au watu wa jamii peke yao. Hili lipo kwa jamii kwa ujumla wake. Kwa hiyo tumeandaa matukio takriban 5. Matukio hayo yanahitaji nguvu yako wewe mtazamaji wa Siratwa Online TV, inahitaji nguvu yako wewe mtazamaji wa TV nyingine za kheri. Nguvu ambayo tunahitaji kutoka kwako, kwanza ushirikiano na mshikamano katika matukio yetu. Matukio hayo ni kama ifuatavyo: kuelezea asili ya Siratwa Online TV na kumuelezea kijana wetu Ramadhani ni nani na Siratwa Online TV ni kitu gani. Lakini jambo la pili, tutafanya dua. Dua hii ni kwa ajili ya mshikamano wa wanahabari, mshikamano wa mashehe, mshikamano wa walimu wa madrasa, mshikamano wa masharifu, mshikamano wa kila idara, kwa sababu nchi yetu imeingia kitu ambacho kwa hivi sasa kimekuwa kikubwa. Yani shekhe akiongea shekhe mwenzake anamuona anakosea, mwanahabari akifanya kazi mwanahabari mwenzake anamuona anakosea, lakini hata watu wa maulidi akisoma maulidi msomaji mwingine anamuona anakosea. Kwa hiyo tumeandaa dua maalumu ya kuondosha hivi vijicho, ya kuondosha hii mitihani ambayo tunaopitia. Dua hiyo itafanyika siku maalumu ambayo tutaitangaza hapo mbele. Lakini pia tumeandaa tukio la kuwatembelea mayatima. Tutakwenda kuwatembelea mayatima na kula chakula pamoja na mayatima, management nzima ya Siratwa na ndugu zetu wengineo ambao wanafanya kazi za kijamii online mbalimbali na TV mbalimbali za kijamii na za kidini ambao tutashirikiana kwa pamoja. Lakini pia tumeandaa tukio la Maulidi. Tukio hili litakusanya watu waimbaji wa aina tofauti kwa njia za ala za vinanda tuliofanya nao kazi, lakini pia watu wa maulidi wadufu tutakuwa nao, madrasa ambazo zitapendekeza kuwa na sisi kwa kufuata utaratibu ambao utakaokuwa tumeuandaa. Lakini pia kuna tukio la kwenda kufagilia makaburi ambao tumetafuta sehemu takriban 10 za kwenda kulimia. Hizo sehemu tutakwenda kulimia eneo la makaburi, tutafanya hivi, lakini yote tutayafanya kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo na kuadhimisha tukio hilo la miaka 5 ya ndugu yetu Ramadhani na Siratwa Online TV na TV nyingine ambazo alizowahi kupitia. Kwa nini tumeita mitandao hii ya kijamii? Kwanza kutoa taarifa, lakini pili kuomba nguvu kwa ambao wanaofanya kazi na sisi katika TV mbalimbali. Kuomba nguvu hizo za kuhudhuria hayo matukio, lakini pia kutuchangia chochote ambacho kitaweza kuwezesha hilo jambo letu kuweza kufanikiwa, kwa sababu tutakuwa na mchango wa kifedha, mchango wa kivitu, kwa sababu tunapokwenda kwa mayatima lazima tuende na vitu. Lakini pia maulidi itahitaji maandalizi mbalimbali ambao bajeti yake tutaitoa
kwa njia ya mitandao, lakini pia wengine tutakwenda kuwaona sehemu walipo mashekhi mbalimbali ambao tumewahi kufanya nao kazi na ambao hatukuwahi kufanya nao kazi. Kwa hiyo tutatoa namba zetu za simu ambazo zitapita hapo chini, utatupigia simu, utatuambia upo wapi, au utachangia popote ulipo. Kama upo mbali unaweza ukachangia kwa njia ya mtandao, kama upo karibu tutakuja kukufata na mitandao mbalimbali, lakini pia kwa njia tofauti tofauti tutafuata michango. Tukishafanikisha hilo tutatangaza tukio rasmi litafanyika lini. Lakini kwa kuwa ndugu yangu Director Vasha sio bubu, huyu ni mzungumzaji na muandaji wa vipindi mbalimbali. Mara tu wanahabari walivyoingia waliniambia kauli ya mbiu leo wanasema muosha uoshwa. Kwa hiyo Director Vasha, muda huu ni wa kwako na kuongea na ndugu zako wanahabari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nipende kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa afya na neema ya kuweza tena kukutana hapa. Hakika sisi wote tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametupa afya, neema na siku ambayo ya kuweza kuiona kama siku ya leo. Kwa hiyo tusemeni tu alhamdulillah. Lakini pia shukrani za pili kwenu wanahabari, familia yangu ambao tumefanya kazi na tunazidi kufanya kazi kila siku. Hakika mmekuwa ni watu ambao mnanipa sapoti na tunapeana ushauri na mawazo ili kuendea katika majambo yetu, hasa pale ambapo tunapokutana na sehemu mbalimbali. Leo hii wanafamilia ya waandishi wa habari tunazidi kuongezeka kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kuleta habari sahihi, lakini pia kuzidi kuboresha na kuipa thamani dini yetu pamoja na sehemu yetu ambayo tuliokutana zaidi, hasa kwenye masuala ya twali kule ndio ambayo mimi nazungumzia sana. Tunao media mbalimbali ambazo tunakutana na tunazungumza, lakini tunazungumzia swala zima la miaka mitano ambapo meneja hapa ni meneja wangu amezungumza hapa kwamba kuhusiana na swala zima la maadhimio ambayo yanaenda kufanyika tarehe ngapi, tutazidi kujiuzana zaidi. Lakini la zaidi najazia mule ambapo amezungumza kwamba lengo kubwa ni kuazimisha miaka mitano ambayo moja kwa moja humu ndani tunaenda kupatikana vitu ambavyo tunapaswa kurejesha kwenye jamii. Ilikuwa ni nadhiri na ahadi, huko kwingine tutazidi kuzungumza taratibu, lakini sana kuweza kufanya dua kwa ajili ya kuiombea nchi yetu, lakini pia kuombea viongozi wetu wa dini na serikali na kumwombea Mheshimiwa Rais katika dua hizi ambazo itafanyika hiyo siku. Lakini pia kutakuwa na maulidi na summarize tu kama alivyosema meneja. Maulidi ambayo kutakuwepo na vile vinanda, tunasema waimbaji kaswida wale, lakini pia tutakuwepo na sehemu yetu bila kusahau twali zetu. Madrasa hapo mbele tutazidi kuzitaja. Lakini jambo la pili ni kufagilia makaburi kama alivyozungumza. Lakini na saa zangu kwa jamii ama kwa waandishi wa habari wenzangu, kwa sababu jambo hili tunaenda kulifanya kwa ajili ya umma wote wa Kiislamu hata wasiokuwa Waislamu. Tuzidi kushikamana, kupendana, lakini pia kuhakikisha tunapeleka taarifa iliyokuwa rahisi na iliyokuwa kamili, tumeifanyia uchunguzi ili kuileta katika jamii. Sisi waandishi wa habari ndo tunaweza kukuza kitu, lakini pia tunaweza kuharibu vitu. Kwa hiyo kama tuna lengo la kuweza kutengeneza vitu, basi tuzidi kuangalia rasilimali watu, lakini pia kuangalia vitu gani ambavyo tunaweza kuvipeleka katika jamii. Tuchunguze kisha tupate uhakiki na kuweza kuwapelekea wale ambao jamii yetu ambayo ya Kiislamu, kwa sababu tunafanya media, tunafanya content za Kiislamu. Kwa hiyo tusifanye kwa ajili ya followers au kutafuta likes au kutafuta followers. Lakini jambo hili kubwa natamani lakini uongozi unasema kwamba isitajwe tarehe bado. Kwanza niwaambie tu kwamba Sirata Online TV tumezungumza hapa kwamba tutafanya majambo makubwa, hasa hayo ambayo tunaenda kuyafanya, lakini tukumbuke kwamba bila mimi ni bila nyinyi, mimi si chochote. Nyinyi ambao mnaotazama, mnaotufuatilia, tunahitaji sana support zenu sana ili tufike kwa yatima. Lazima kuwe na percent ambayo ili sisi tuvifanye vitu tuvipeleke kwa yatima. Lakini pia dua nayo kuna kitu ambacho tunakiandaa kupitia dua. Haya yote tunahitaji basi support zenu, kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Kwa wale ambao tumezidi kufanya kazi na wale ambao tunaendelea kuzidi kufanya kazi, basi tushikamaneni katika hili ili kuweza kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa sawa na kupeleka
yale ambayo yaliokuwa bora katika jamii yetu, hasa watoto yatima. Watoto yatima wako wengi sana katika wilaya zetu, kata zetu, mikoa yetu, lakini jinsi gani ambavyo tunaweza kuishi nao? Hapa hata tukiulizana nani na nani anaishi na yatima, inawezekana ikawa ni mmoja, lakini sasa ili kuweza kuigusa jamii ya yatima lazima wapatikane watu kwa ajili ya kuweza kuigusa hii jamii ya Kiislamu ama jamii ya yatima. Yatima haangaliwi dini gani au yupo kwenye msimamo upi, lakini kikubwa kwamba wewe umepeleka kile ambacho kilichokuwa bora. Allah mwenyewe ameona nia yako ili kuweza kumsaidia yatima. Kwa hiyo support kile ambacho Allah atakujalia, namba za simu hapo meneja atazitaja. Baada ya hapo basi naamini kila kitu kitakuwa sawa, na kila kitu kinachoendelea basi tutakuwa tunajuzana sisi kama Siratu Online TV, lakini pia mashikamano makubwa kabisa ya Siratu Mustaqima Madrasa kutokea kule Zanzibar. Mengi tutazungumza kupitia Siratu Online TV. Kwa nini tumezungumza Siratu Mustaqima Madrasa? Kwa nini taasisi hii, ama kwa nini ilianza Siratu Mustaqima, ilianzia wapi? Basi tutazidi kujuzana zaidi, lakini shukrani kwa katibu meneja wangu hapa Maalim Kingo, amekuwa ni mtu ambaye anasapoti, lakini pia shukrani za pili ziwaendee ndugu zangu Maalim Ramadhani Shikira, lakini pia na Mudiru Sheikh Omari Chura, ambaye moja kwa moja ni mtu ambaye anatusimamia zaidi katika taasisi zetu ili kuweza kuleta majambo yaliyokuwa bora. Mimi niseme uoshwa ile muosha uoshwa. Yani kauli mbiu hii mimi nadhani zaidi na zaidi mtaendelea kuulizana lakini pia nipende kutoa namba za simu ambazo zinatakiwa mtu kuzifanyia kazi ni 0627 775695. Hizo ndo namba za simu ambazo tutakuwa tunapatikana, ndo mara nyingi sana huwa tunazitumia hizo. Ni namba zetu zile zile Abdalla Chande, jina litakuwa linatoka kama utakuwa umetuma chochote kitu. Lakini pia nirudi kwenu wanahabari, endeleeni kufanya vizuri. Mimi ni barozi wa ndugu yangu, japo apendi kutaja, maana bado hatujasema duka lilizindua Sadaka Phone TZ Mfumau mshairi. Kwa hiyo tunatoa simu, hata ndugu yangu hapa tumempatia simu tayari director Basha, na kwa wengine wanahabari ambao tutaendelea, nitamuomba aendelee kuwapatia simu kama anavyowapatia wachezaji, basi hata pia wanahabari kuendelea kuwatia hamasa, kwa sababu kuna wengine wanatumia simu katika habari zao. Hata Siratu wakati inaanza nilikuwa natumia simu. Kwa nitamuomba, na video hii nadhani itamfikia, aweze kuwapatia simu nyote ambao mmehudhuria ili ziendelee kuwa support katika kazi zenu. Wama alaina illa albalaghul mubin, yani sikuwa mimi isipokuwa nilikuwa ni mfikishaji tu kwenu. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Mfanyeni interview mwenyewe. Anaenda kwa kunifanyia